Tunataka kutoa pole kubwa sana kwa taifa la Kenya kwa kumpoteza waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Kenya. Wao walimuita baba na sisi tunamuita baba. Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa siasa za mageuzi na vyama vingi Afrika. Ni mtu ambaye alikuwa na consistency kubwa sana katika kupigania mageuzi ya kidemokrasia na siasa za vyama vingi kwenye nchi yake ya Kenya, na athari za mapambano yake zimefikia mpaka kwenye mataifa mengine ikiwemo Tanzania. Wote tunajua baada ya sisi kuchaguliwa tulikutana naye Kenya, Nairobi, mimi na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu pamoja na mjumbe wa kamati kuu Lema tulimtembelea na tulifanya mazungumzo naye. Katika hatua za baadaye tutazungumza. Kwa hiyo tunatoa pole kubwa kwa chama chake cha ODM, tunatoa pole kubwa kwa nchi ya Kenya na kwetu sote wa Afrika, kwa sababu tumepoteza mtu muhimu. Kwa umri wake wa uzee ule miaka 80, ni mtu ambaye ni wazee ambao hata akija kwenye kusuluhisha jambo watu wote mnamsikiliza. Kwa hiyo apumzike kwa amani. Tunatoa pole kwa familia yake, tumeguswa sana, na sisi kama chama tutatoa taarifa rasmi ya kimaandishi na tutahudhuria msiba wake kumwaga Raila Amolo Odinga. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. La pili, nataka niseme mambo mawili. Spidi ina maana kama haujakosea njia. Spidi haina maana yoyote kama umekosea njia. Unaenda Sinza, nia yako ya kwenda Sinza, alafu gari imeelekea Gongo la Mboto na wewe unaongeza mwendo, unakuwa unajipoteza zaidi. Spidi ina maana kama uko kwenye njia sahihi. Kuendelea kwa accelerate, kuongeza mwendo ni kupotea zaidi. Kwa hiyo mtu mwenye akili unarudi unasoma ramani, unaelewa hapa nimepotea njia, ngoje nianze upya. Kwa hiyo unapo accelerate wakati umekosea unapotea zaidi. Watu wanatekwa, hakuna siku watu watanyamazia utekaji, hata wakiteka watu kila siku. Kwa ni muhimu sana kama umepotea njia urudi usome ramani. Tunashauri kuhusu hizi kesi hapa. Hizi ni kesi ambazo zimepotea njia. Kurudi na kuanza upya sio ujinga. Hizi kesi hapa zinapoteza muda. Hebu fikiria unakuja, mimi imenishangaza sana kwamba shahidi anasema haelewi hata waziri anateuliwa na nani, wakati yeye ndiye anasema aliona viashiria vya akiwa kwenye doria mtandaoni. Sasa kama hujui waziri anateuliwa na nani, inashangaza kidogo. Tunatengeneza civil servant, utumishi wa umma wa aina gani unaosema uongo wa wazi? Kwa hiyo ni mambo ambayo ni makubwa na tunapaswa kuyaangalia. Ndio maana nimesema speed is useless when you are lost. Speed ina maana ukiwa kwenye njia sahihi. Kwa tunapaswa kuangalia haya mambo kwa undani. Sisi kama chama tuko imara, na mnajua hapa tunapishana. Leo tulikuwa na kesi nyingine ya contempt huko. Sasa wanatamani sisi wote tuwe ndani. Lissu awe ndani, Heche awe ndani, Mnyika awe ndani. Hata wanaosema neno Chadema tu wote wawe ndani. Wana gereza la kutosha kuweka wanachadema milioni 8 wote. Wanalo hilo gereza. Wana gereza la kutosha kuwaweka Watanzania wote, kwa sababu vita ya kutafuta tume huru ya uchaguzi sasa sio vita ya Chadema. Imeisha kuwa vita ya Watanzania wote. Ndio maana hata tukinyamaza hii vita inafanya nini? Inaendelea. Uongo kweli? Kweli. Mapambano haya sasa sio ya Chadema tu, ni mapambano ya Watanzania wote. Wana uwezo wa kuwaweka Watanzania wote ndani. Speed is useless when you are lost.
Korudi, soma ramani, nenda kwenye njia sahihi. Hapo ukiongeza speed utakuwa na maana. Kwa nafikiri haya ni muhimu sana, tulitakiwa tuyaseme kwa leo. Sisi tupo imara na mapambano yataendelea. No reforms, no election. Asanteni sana. Wakili aseme jambo moja la muhimu hapa. Sawa, kwa ambao hawajaja mahakamani na Watanzania, kesi imeahirishwa. Mnaona sasa hivi ni saa 5 asubuhi kwa sababu familia ya mahakama ina msiba. Na msiba wa msajili wa mahakama. Kwa hiyo tulipofika asubuhi, upande wa Jamhuri walitoa taarifa hiyo na wakaomba leo wapate fursa kwa ajili ya kuhudhuria mazishi hayo. Salamu za mwenyekiti wa chama na mtuhumiwa amewaomba upande wa Jamhuri wamfikishie salamu zake za pole huko msibani. Kwa tunaamini na wao wamekubali kwamba salamu za Mheshimiwa Lissu huko msibani kwenye huo msiba wa msajili wa mahakama watazifikisha. Kwa hiyo mahakama ikaona ni busara sasa iahirishe shauri hili leo hadi kesho ili kutoa fursa kwa wenzetu wa upande wa Jamhuri waweze kuhudhuria msiba huo kwenda kumstiri mwenzetu aliyetangulia mbele za haki. Kwa hiyo tutaendelea kesho na sababu ya kuahirisha asubuhi hii ni hiyo. Tunaomba Watanzania wafahamu jambo hilo. Asanteni sana. Kuna jambo moja la muhimu nilitaka kusahau, niliseme. La muhimu sana. Mmemsikiliza mwenyekiti alipokuwa anaanza mwanzo asubuhi alichosema. Na nimekuwa nikikisema mara zote. Hii ni kesi kubwa kuliko kesi zote kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ndio kesi kubwa kuliko zote. Inabeba adhabu ya kifo. Leo ni mara ya 3 kwa wageni wa mwenyekiti wanaokuja kwenye hii kesi. Wanazuiliwa kuingia. Tarehe 24 kesi hii iliposomwa kwa mara ya kwanza kule Kisutu, viongozi wetu zaidi ya 10 na kitu walivunjwa miguu, watu wakatekwa, wengine wakatelekezwa Mwabepande na maeneo mengine kuhudhuria kesi hii. Walipokuja jaji mkuu mstaafu wa Kenya Willy Mutunga na Jaji Maraga kwenye kesi hii, kwa sababu hii ni kesi inayovuta hisia za kidunia nzima na hisia za Afrika nzima na hisia za nchi nzima, kwa sababu mwenyekiti anaongoza chama kikubwa cha upinzani nchi hii. Wengine wakazuiliwa, wakina Agatha Atuhaire wakachukuliwa, wakatelekezwa kwenye mipaka huko na Boniface Mwangi. Na juzi wageni wa mwenyekiti wamekuja, wengine wamezuiliwa kuhudhuria kesi hii. Sasa leo mwenyekiti ameielezea vizuri. Na mimi nimekuwa nikisema. Amesema mwaka 58 kesi ya Mwalimu Nyerere iliposikilizwa pale, Watanganyika hawakuzuiliwa kwenda kusikiliza kesi ya kiongozi wao. Mwaka 61 wakati wa kina Mandela wanashtakiwa Rivonia trial, wa Afrika Kusini hawakuzuiliwa kwenda kusikiliza kesi ya kiongozi wao. Na hata Jomo Kenyatta aliposhtakiwa kule Kapenguria, wa Kenya hawakuzuiliwa kusikiliza kesi ya kiongozi wao. Ina maana makaburu wazungu walikuwa wanawatendea watu weusi vizuri kuliko viongozi wetu wa Kiafrika wanavyotutendea sasa. Leo mwenyekiti wetu anashtakiwa kwa kesi kubwa kuliko zote. Wanazuiliwa watu kuja kusikiliza kesi ya mwenyekiti. Kuna nini ambacho kinafichwa? Sasa hili ni muhimu tukasema hatutakubali mambo haya yafanyike gizani, kwa sababu kesi wameileta wenyewe, wairuhusu iwe wazi, watu waone kinachofanyika. Asante sana, nitaka niseme hilo, sio ni muhimu sana.